Na mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya pili ya taarifa za yanayojiri. Kama nilivyokuarifu awali, tutakuwa tunafungua jamvi la mazungumzo, na leo tunaangazia kisunzi cha migomo shuleni, tukiangalia ladha kiini ni kipi na ni sababu zipi ambazo husababisha wanafunzi hususan wa shule za upili kuingia katika hali ya migomo, kuchoma madarasa, kuchoma mabweni na kusababisha uharibifu na hasara ya viwango vya juu. Na mara nyingi tumeona kwamba kuna mpangilio fulani wa matukio ambayo huwepo katika muhula huu wa tatu, na ikiwa mara nyingi ni shule za msingi ambazo zinahusika katika matukio hayo. Labda kuangazia zaidi ni yapi masuala ya kisaikolojia yanayochangia, masuala ya afya ya akili yanayochangia na mengineo mengi ambayo yanaambatana na kuwepo kwa matukio hayo. Studioni naungana na Olive Mbuthia ambaye yeye ni mtaalamu wa sera ya elimu na pia amewahi kuhudumu kama naibu mkurugenzi katika taasisi ya KICD ambayo ni taasisi ya mitalaa nchini. Karibu sana. Asante sana. Naam, na pia baadaye tutakuwa tunaungana na Daktari Maina Gaidhuru ambaye yeye ni katibu katika muungano wa wazazi eneo la Kiambu, akiwa anawakilisha eneo hilo na pia vile vile katika eneo la kati nchini. Atakuwa anatupatia sauti ya wazazi na nafasi ya wazazi katika matukio haya na mtazamo wao ni upi. Kumbuka kumekuwa na kurushiana lawama katika pande hizo, upande wa shule, upande wa wasimamizi, washikadau na pia wazazi, katika haswa ni nani ambaye anafaa kuchukua jukumu la kudhibiti visa hivi. Na pia nitakuwa napata sauti nikiwa naungana na Daktari Geoffrey Wango katika njia ya simu ambaye naarifiwa kwamba tayari yupo tayari kuungana nasi. Tunaweza kuanza na Daktari Geoffrey Wango atupatie labda mtazamo wake. Yeye ni mwanasaikolojia na ni mshauri nasaha. Labda ni yapi daktari, kama unanipata vizuri? Karibu sana KTN na shukran kwa kuungana nasi katika mazungumzo haya, ukitupatia ufahamu wako na wa kitaaluma hususan katika masuala ya kiini cha migomo ambayo inashuhudiwa kwenye shule za upili. Tumeona migomo hii ikifanyika katika mihula ya tatu na mara nyingi inahusisha shule ambazo ni za sekondari na wale ambao wako katika ule mtalaa tunaomalizana nao wa 844. Labda ukiangazia masuala ya saikolojia na mtazamo wa hali ya afya ya akili ambao huenda ukawa unachangia kuwepo kwa visa hivi, ni yapi ambao ungeorodhesha daktari? Asante sana. Kwa kifupi hivyo umezungumzia ni ukweli. Sana tunaonanga hii migomo sana inakuwa kwa muhula wa tatu kwa sababu wanafunzi wanasikanga pahali wanakuwa na wasiwasi. Wasiwasi ni nini? Wasiwasi ni hali ya mkaso, kitisho, kukabiliwa na shida. Unaona mwanafunzi pengine hayakuwa amejitayarisha vyema kwa kufanya mtihani. Kwa hivyo wakati anafika, kama sasa tulikuwa na mgomo sana muhula wa pili kwa mtihani tunaitaga mock examinations. Kwa hivyo mtoto alikuwa anafika wakati anajua sasa sijajitayarisha na sasa mimi naona mtihani ndio huyu. Kwa hivyo akaanza kugoma. Kisha na maana yake Wizara ya Elimu ikatoa mtihani hizi mingi. Kwa hivyo sasa mtihani sasa ile imebaki na hasa ni ya muhula wa tatu. Kwa kifupi, kitu ya kwanza tunatakiwa kujua kwamba huu mtihani wa KCSE ni wa maana sana kwa kila mtoto kwa sababu iko na hali ya maisha yake na anaona maisha yake. Kwa hivyo hata mzazi anaona mtoto wangu lazima ajikaze na afanye vyema. Mwalimu naye ndio huyo. Mwanafunzi sasa ako kati yake wewe mwenyewe na maisha yake na mzazi na tena shule na mwalimu. Kwa hivyo watoto wengi huwa wanajipata kwa wasiwasi wakati wanatishiwa na maisha yao, wanaona hii mtihani ndio iko hapa, pengine hajasoma. Na ndio unaona with due respect watoto wengi ambao wanaongoza kwa mgomo hakuangi anafanya vyema kwa mtihani. Na utakuta unafanya, kwa sababu tumetafanya utafiti sana na hata kwa pane utasikia akisema the same. Unakuta mtoto pengine aliingia form 1 kidato cha kwanza akiwa na alama 300. Sai ako na D+. Unakuta mwingine aliingia na 325. Hata kuna mmoja nilipata na 380. Na tunamuuliza uko na marks gapi sai? Niko na D+. Kwa hivyo mtoto sana hajakuwa akifanya vyema na hajajitayarisha. Kwa hivyo wakati sasa anaona mtihani, hofu inamuingia kila wakati. Anahisi uchovu, anahisi sasa mimi nitafanya vibaya. Kwa hivyo ndio sasa anaongoza wengine, anawatia mkaso, anawaambia tuingie kwa hali hii tusifanye mtihani. Lakini kama vile the late Professor Makawa alikuwa anasema, hata akigoma, hata asipogoma,
mtihani iko mwezi wa 11. Naam, bila shaka. Tukiangazia mtaala wa elimu ambao tunautumia nchini Kenya. Sasa hivi nafikiri tutakuwa tunaangazia zaidi ule wa 844 ambao tumemalizana nao katika kiwango cha msingi, lakini bado tunaendelea nao katika kiwango cha sekondari tukiwa tumesalia miaka kama 3 hivi kumalizana nao kabisa. Mtaala huo na labda katika mpangilio pia wa jinsi ambavyo mihula imeratibiwa, mitihani imeratibiwa, inatoa nafasi ya kuangazia afya ya akili ya mwanafunzi na labda pia kuangalia hisia zao, na iwapo inatoa nafasi au la, sababu ni zipi? Ukweli. Kisha na maana yake, kitu ya kwanza inatoa hiyo hali ya mkaso ya wasiwasi, kwa sababu mtoto sasa atakuwa anafanya mtihani kila wakati badala ya kufanya mtihani mara moja. Unajua hii mtihani unangojea class 8. Unajua umekuwa class 8 uko na miaka 14. Miaka 14 umekuwa umengojea mtihani. Haya, ukifika kidato cha 4 secondary unangojea mtihani miaka 4. Sasa hii mikakati imewekwa ya CBE, itakuwa mtoto anafanya mtihani kila wakati, form 1, form 2, form 3, form 4. Na sana hisia inabadilika kidogo. Sio tu mtihani, ni mtoto kuanza kuendelea na maisha, na asiwache kuona kama mtihani ndio it's a life and death sentence. Yani ni kama usipopita huo mtihani, ni kama hiyo vitisho ni kali sana, unaona ni kama maisha yako imepungua, imeisha. Haya, ya pili, kuna hizi programs za guidance and counseling in schools, yani za kumpea mtoto mwelekeo na mwelekeo mwema kwa mwalimu mwenyewe na kwa mzazi na kwa mtoto kwa hakika. Na mtoto atakuwa anapewa more guidance, yani anaelekezwa vyema ndio aweze kujijua mwenyewe kibinafsi, na pili kuelewa mambo ya masomo, na tatu na ya maana sana kuelewa juu ya maisha. Kwa hivyo anaweza kuelewa sio tu mtihani. Like examination is not the head thing. Na by the way, hakuna kitu kama kuanguka mtihani. Mtoto anafanya bidii na vile amebarikiwa ama na talenta yake. Kwa hivyo pengine mimi naweza nikakuwa msaikolojia, nimebarikiwa na masomo mengi. Kuna mwingine ako na uwezo wa kutengeneza baiskeli. Kuna mwingine ako na uwezo wa kutengeneza kompyuta. Kuna mwingine ni daktari. Kwa hivyo kuna mwingine anataka kimbia na akimbie vyema na alete Kenya Gold, na tumemwona. Kwa hivyo ni vyema sasa tuanze kujadiliana na kuhusika sana na mtoto mwenyewe kibinafsi na talenti yake. Ndio mtoto awache kuona kama hii mtihani tunamwekea ni kama mtisho, ni kama mpaka anajihisi ni kitu kali sana, na mpaka anakuwa na huzuni wakati anaposikia mtihani. Na labda kwa kumalizia, kabla tukuachilie daktari, tukiangalia dalili za magonjwa ama matatizo ya afya ya akili, kuna magonjwa mahsusi ambayo unajua mwanafunzi anapokuwa na ugonjwa kadha wa afya ya akili, basi huenda mwishowe akaishilia kuchukua maamuzi kama haya, kuchoma shule ama ya kuwashurutisha wenzake kujiunga naye katika kufanyisha uharibifu shuleni, kama tulivyoona kwenye siku za hivi majuzi. Ukweli kunazo, na kwa Kiingereza tunaitanga forensic psychology. Kuna hisia tunaweza tukaona, ukimwangalia mtoto akifanya hivi you can tell, unaweza kujua. Kwa kifupi, kuna hofia kila wakati. Unaona mtoto mtoto akienda shule hivi, kitu ya kwanza utaona a drop, yani vile alikuwa anafanya mtihani. Of course mtoto akiwa form 1 tu amepata subject zingine mpya, kwa hivyo sana anaweza hafanyi vizuri na bidii vile alikuwa anafanya akiwa primary. Lakini kitu ya kwanza anaanza kuenda chini. Ya pili ni marafiki. Ya tatu ni kuhofia kila wakati. Na ine na maana sana ni mtoto kukosa kwenda shule. Utaona mtoto ameanza kupata mafikira. Unajua wakati wa shule unamwona akiamka asubuhi hataki. Na by the way, kama wakati wa hizi strikes, sijui kama umesikia kitu moja, watoto wote wamekuwa akisema nimeenda shule mingi sana. Unasikia wote kuna hii ruru ya shule inasema mtoto akuwe amefika by saa 6, kwa sababu kwa shule zingine wanafanya mtihani ama wanaanza kusoma saa 8 ama saa 8.
watoto wanasema tunataka kufika shule saa 12. Kwa hiyo kuhisi uchofu au kulala vibaya, utakuta mtoto analalanga vibaya kwa darasa kila wakati, na sana sana hiyo inatokana na uchofu wa kukosa kuelewa maana ya masomo, na pili pengine anaanza kujisikia hataki shule. Ya tatu ni kutokuwa na uwezo wa kuzingatia maana ya masomo na yeye mwenyewe, na hisia za kukasirika kila wakati na huzuni. Utaona mtoto amejitenga. Kuna mtoto unamuonanga hata kwa shule hivi amejitenga, hataki maneno ya watoto wengine na hata ya mwalimu, na kujisikia ako na wasiwasi, na hata unamuona ni kama ako na baridi hata wakati kuna jua, ama unamuona anazidi kushibiwa, na unamuona mtoto wakati kunafika wakati wa kwenda nyumbani ndio wa kwanza na anakimbia bio sana. Kwa hivyo huyu mtoto ni kusema kwa akili yake hasa tayari ameishatoka shule. Kwa hivyo mtoto hana haja na shule, na hapo ndio nikimalizia vile umesema, hapa ndio tungehisi mzazi kuzungumza na mtoto na kumuuliza mtoto hasa ni nini unajisikia. Unapenda hii shule, kwa nini upendi hii shule? Pengine tunaamka mapema, pengine ni ile chakula inakulwa hapo, kwa sababu kuna mtoto kwa ukweli, tukisema ukweli, anakula vizuri sana kwao. Sasa akienda shule anaangalia hiyo chakula na vile analala na vile anazingatia mawazo hapo, anaona afadhali ningeenda nyumbani, afadhali ningekuwa na mama yangu ama mzazi, afadhali ningekuwa karibu na mzazi wangu. Kwa hivyo unaona hata saa ingine anatokwa na jasho ama ni mgonjwa kila wakati, kwa sababu kwa kisaikolojia he has not settled, he or she has not. Na kwanza kuna kuangana vijana sana, kwa sababu unajua vijana wanapenda vile wazazi wao, kwa sababu mama wanawapenda. Kwa hivyo akienda shule na angalia mwalimu anipendi, anitaki. Kwa hivyo unaona ako na hisia, anataka kwenda nyumbani, lakini akianza kupewa upendo na mzazi na mwalimu, anaweza kaanza kujisikia mimi niko mzuri, niko na haja ya masomo, niko na haja na maisha yangu, na kumwelekeza vyema. Na asante sana daktari, nafikiri tutakuwa tumepata ya kutosha kutoka kwako kama mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, ukiwa wewe ni mshauri nasaha na vile vile mwanasaikolojia. Mtazamaji, ilikuwa ni sauti ya Daktari Geoffrey Wangu ambaye ni mshauri nasaha na ni mwanasaikolojia, akiwa anatupatia tu vile vile uelewa wake kama mtaalamu wa kwamba yanayochangia mwanafunzi kufikia hatua ya kuchoma shule ama ya kuingia katika mgomo na kufanya uharibifu ni yapi yanahusiana na masuala ya afya ya akili na pia hisia kwa jumla, na pia labda matatizo ya msongo wa mawazo. Tukirejea hapa studioni, namuona Daktari Maina wa Gaidhuru tayari amewasili, ambaye yeye ni katibu wa muungano wa wazazi, akiwa anawakilisha kaunti ya Kiambu na eneo la Kati kwa jumla. Karibu daktari. Asante sana. Naam, tumesikia Daktari Geoffrey akitaja masuala ya nyumbani, shuleni, akiunganisha mambo hayo mawili na pia akiunganisha masuala ya mchakato wa elimu na mtalaa kwa jumla. Tukiangazia swali ambalo nimemuuliza na nitakuwa nauliza na nyinyi, tukiangazia mchakato wa elimu na mtalaa wa elimu ambao ni curriculum, inachangia nafasi gani katika kuwepo kwa hisia ambazo daktari anazitaja kwamba wanakuwa na wasiwasi wakati karibu na mtihani, wanakuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya labda kutojitayarisha vyema ama kuwepo na masomo ambayo hawajiamini nayo lakini wanapaswa kuyafanya kwa sababu ni miongoni mwa mtalaa ambao wanaofanya? Tukianza na Olive. Okay, asante. Nafikiri daktari ameeleza mambo nyingi, ni changamoto nyingi hao watoto wa sekondari wanakuwa nazo. Ya kwanza ni kuwa wakiwa kwa sekondari wako na changamoto ya wanakuwa tunasema ni adolescents. Sasa wana zile changamoto za kukua, kutafuta marafiki, ndio sasa wanasikia nataka kuwa na rafiki. Halafu sasa tunaongezea mitihani. Sasa hii mitihani inakuja after, kama sasa hii ya 844 after miaka 4. Sasa hata wewe fikiria. Umesoma kutoka kidato cha kwanza mpaka cha 4 na unatakiwa ukubuke hiyo maneno na pengine hujatayarisha. So hapo ndio watoto sasa huingia, wako na marafiki, marafiki watukutu, wako marafiki wanatumia dawa za kulevya, mihadarati. So wakiongea wanaona hii kitu inatusubua hii mtihani. Kwa nini tusifanye kitu ndio tusifanye hiyo mtihani? Sasa nafikiri wakaona changamoto nyingi za kimwili, hata kwa familia zile wametoka, pengine wengine hawajashikiliwa vizuri, wengine ni watoto mayatima, hawana mtu wa kuongea naye.
Na sisi wasasi, hata sisi tunaweka mkazo, tunataka wapite na max, hata zile sisi hatukupita nazo. Unataka hata, nafikiri hata wakati huo unamwambia wewe ukipita nitakununulia ndege, karibu. So unaona sasa huyo mtoto mafikira hayo yote yako kwa kichwa. Sasa akipata rafiki zake watukutu, au apate kutumia kitu kama mihadarati, si wataongea tu wakiwa kudi, alafu wafanye vile watafanya. Wengine hata wako na changamoto zingine, pengine hawapendi walimu. Unajua hata siku hizi walimu wako na kazi nyingi ya kusomesha, hawana hiyo muda wa kuongea na watoto, na ni vizuri kuongea na watoto. Wazazi nao wanatafuta pesa. Sasa mtoto hata akifika nyumbani si kuongea wewe pita mtihani, unajua hata yeye pengine hakupita, lakini anataka mtoto wake apite ile na marks zile za juu. So nafikiria wao watoto wa secondary huaga na changamoto nyingi, na nafikiri hatujaweza kukaa chini tukue na mipangilio mizuri ya vile tutawasaidia kuchagua marafiki. Hata hii mtihani, unajua hata hii CBC ilikuja ndio tusiwe zote tunafikiria ati kila mtoto anaweza pata ile marks ya juu. Tunataka ajue tu kile anaweza ndio aendeleze. Lakini sasa sisi kama sasa ni 844 tunamshidilia ati paka apate A ndio yeye awe daktari, awe architect. Sasa mambo kama hayo, sasa hao watoto wanakuwa na changamoto, na pengine sisi tumekosea wale tuko kwa masomo wasasi, hatujaweza kuwapangilia. Hata ministry haijaweza hiyo guidance and counseling. Daktari anasema inafanywa saa nyingine na walimu wengine hata wao hawajajidebrief. Aliambiwa wewe ni mwalimu wa CRE enda ukafanye guidance and counseling. Akipewa sili na mtoto, au mtoto akimwambia ako na changamoto hii na hii, anaenda anailipua shule. So mtoto anakasilika. So sasa ataenda kwa marafiki zake atafanya. So nafikiri changamoto ndio huwa na hii mtihani inaongeza hiyo stress. Naam, daktari, maoni yako ni yapi ukiwa unazungumza na sauti ya wazazi? Kwa sababu tumeona daktari akitaja kwamba na pia nafikiri Olive ametaja wazazi labda wanatafuta hela ili walipe karo, kwa hivyo wao wanashidilia tu mawazo kwamba lazima upite mtihani upate alama za juu utakuwa uko sawa. Kwa hivyo hana muda wa kuketi na mwanafunzi akamuuliza afya yake akili ipoje, anapenda masomo gani, anahisije katika wakati ule, mawazo yake yako wapi. Inachangiaje mchakato wa elimu? Na labda pia tutakuja kugusia zaidi uwiano wa wazazi, walimu na pia wakuu wa shule katika kuhakikisha mwanafunzi yupo katika hali sawa. Bora nitasema kwa sababu nimeshauri kidogo. Jana usiku kuna shule moja walishoma, na mimi ni mwenyekiti halmashauri ya wasasi kule. Sitaki kuitaja, lakini tumedhibiti wako tu kwa shule, lakini naona wale walitaka kushoma ni wawili. I want to say, nataka kusema kitu kimoja ya kwamba sisi tukisoma shule kulikuwa ni pahali pasuri pastarehe, kwa sababu kwetu sisi hatungeweza kupata chakula kama tulivyopata katika shule. Hiyo ni nyakati zetu. Nyakati za leo sasa, na ndio pengine nikishikanisha na vile daktari rafiki yangu amesema, wango ni rafiki yangu, ni kwamba siku ya leo nyumbani kuna starehe kushinda shule. Kweli. Tuanzie hapo sasa. Starehe ya nyumbani ndio wanafanya wawe na utu, wasikie wako na zile hisia za kurudi nyumbani. Hiyo ni moja inayoshagia. Kitu kingine ni kwa sababu hawa watoto wamelelewa wengi, na sitaki na saa ingine unukuliwa vibaya, wamelelewa na msasi mmoja. Na hiyo ni jambo la busara watu waelewe. Msasi mmoja, sisemi ni msasi wa kiume ama wa kike, lakini amelelewa na msasi mmoja. Huyu msasi fikra zake zote na mbinu zake zote ni kutafuta hela. Hela za nini? Za kuweka mtoto vizuri. Na mtoto hali ajua baba yangu anatafuta pesa ndio mimi nikae vizuri. Niseme tu kitu kimoja nikumbuke, kwa sababu wakati nimekuwa katika hiyo shule fulani leo saa hii, kuna ile maramishi yao. Wakati maramishi yao moja ilikuwa inasema, tafadhali abia baba yangu, mimi naitwa fulani, na anasema hata jina yake, abia baba yangu anihamishe kwa hii shule. Maana ya nini? Watoto wazazi hawajafanya mtoto atulie kwa ile shule kana ni nzuri. Watoto wameendelea kumwambia, kwa sababu mtoto walisema hivyo ni wa kidato cha 3. Na mtoto wa kidato kama hajatulia
katika shule ni kuonekana huyo mtoto hajatulia kimasomo, hajatulia kiakili, mtoto ako tu mawazo yake yako nyumbani, angetaka aende kwa mama yake, mama yake hadi anamuita kababa, ukimaliza hii shule nitakupeleka. Ni hizi vile tunalea watoto. Hata kama hakuna skabatazi inaitwa hakuna kitabu maalum ya ulezi wa watoto kwa kukosa neno nzuri la Kiswahili. Unajua sisi tusoma Kiswahili ya zamani sasa, ile ya zamani tu. Sasa ule mtoto anataka kwenda nyumbani. Sasa hiyo ni kitu kimoja. Utofu wa nidhamu unaanzia nyumbani. Utofu wa nidhamu unapatiwa mwalimu wa counseling. Amesema mwenzangu ametaja kwa upole tu. Lakini utofu wa nidhamu unaanzia nyumbani kwa sababu wasasi wamerekesha kiboko chini na serikali nayo ikaweka mkasa ikasema usiguse mtoto, kugusa mtoto wako na haki zake za kibinadamu. Mtoto akasoma. Mtoto wa chekechea saa hii atakuambia, "Mam, ukinipiga nitakuitia polisi." Sasa watoto wakianza wakiwa chekechea, anaitwa chekechea, ni radhi. Sasa hiyo inakuwa ya kwamba yule mtoto atakuwa akiwa mtukutu kwa sababu ya sheria. Sheria ikakurasimu uweke kiboko chini. Naye msasi akawa mregefu katika kulea mtoto kwa sababu yeye hana mbinu za kulea. Pengine yeye amelelewa tu naye na yule mzazi mmoja. Tuko sasa hiyo kizazi ya pili ya single motherhood. Na utasikia proudly watoto wakisema mimi ni mtoto wa single mother. Mimi ni mtoto wa mama peke yake. Baba alikuwa tu lakini sasa yeye ni mtoto wa mama peke yake. Na hizo majina inashagia utofu wa nidhamu. Na ndio unaona kumekuwa na mambo mengine ambayo hata huwezi kutafuta kama urawiti katika shule, kunakuwa na hayo mambo ya mke kwa mke kama ni shule ya wakina dada. Hiyo ni mambo ya utofu wa nidhamu. Na inaanzia nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu mama hajarekebisha mtoto kwa kumuonesha hivi ndivyo desturi inavyosema, kama vile wazungu wangesema role model. Hajamuonesha mimi nakaa kama hivi. Yeye amefaa miniskati, bali na mtoto wake atafaa nusu ya miniskati. Sasa na atasema my dress my choice, nguo yangu chaguo langu. Kwa sababu mfano ni nyumbani. Ulezi wa watoto, mimi ni babu, na ulezi wa watoto unatokana na hekima ya msasi na vile mtoto anaona. Kwa sababu watoto kuona vile unakaa, hiyo ndio ulezi. Sio vile unasema. Usiseme hadi usikunywe pombe na hadi wewe umeweka mzinga, wanaita mzinga ile wanailalisha chini ndio isikufe. Na sasa ile mzinga unaweka kwa fridge. Mtoto anakuja anakunywa kidogo, anaongeza maji. Mtoto akienda shule huwa amesharewa. Sasa yule mtoto abuse madawa, amekuwa sasa ameingia katika ulevi wa madawa ya kulevya ya kila aina. Na jambo lingine ndio tudhibiti, tukitaka kudhibiti hiyo mambo ya kufanya nini, abuse madawa ya ulevi. Hiyo ni na serikali sasa iweke mkakati maalum, na sio kusema na kwa mdomo tu. Duka lote liko karibu na shule liondolewe. Kwa sababu zile duka ziko karibu na shule ndio hali huanza kulete madawa ya ulevi. Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri tuone ya kwamba msasi akona wakati maalum na mtoto wake. Nikisoma kitatasi kimoja saa hii tu, mtoto amesema tafadhali uongeleshe mama yangu kwa sababu mama yangu hana wakati na mimi. Sasa mimi sijui mama yake. Ameandika yeye ni anonymous, ni mtu hajulikani. Sasa tunasema ugereshe. Sasa hiyo ni mambo tutaongea katika mkutano wetu wa wasasi. Tutawaambia tafadhali muwe na wakati na watu wote. Hata sasa hii tukiangalia KT tunawaambia tafadhali uwe na wakati. Hata kama unatafuta mali itakuwa, na hata ukiashia mtoto mjiga mali ataiharibu yote. Lakini mtoto akiwa ni mwerefu, ile mali atadhibiti akijua ya kwamba hutokana na shida na jasho. Lakini lazima mtoto asomeshwe. Na tena hata kama serikali inakataza kiboko, mimi ningesema kiboko itumie na njia iliyo nzuri, nadra, njia ambayo mtoto atarekebishika. Hata Qur'an, hata Biblia sote zinasema usiweke kiboko kado. Unaona? Kwa hivyo sasa tukiwa kitabu kado tutakuwa tumetokwa katika maadili ya dini, katika maadili ya utu wa binadamu. Kwa hivyo huyu mtoto lazima aangaliwe vizuri, na mtoto ataanza kuangaliwa na tabia za mzazi. Kama tabia za mzazi simopotoka, nazo tabia za mtoto sitapotoka maradufu.
Kwa hivyo ni afadhali tuone ya kwamba msasi amelelewa vizuri, mtoto ameangaliwa vizuri, na tuwe na wakati na wasasi mali tutawashia mtoto, na kama haja soea kuiangalia, kuituza, atakuwa kama yule mtoto ameajiriwa katika Qur'an na katika Biblia, anaitwa mwana mpotofu. Na yule mwana mpotofu aliporudi kwa akili zake akasema nitarudi kwa baba yangu, ndio alirudi. Kwa hivyo ni lazima tuweke watoto discipline. Kitu kingine ambayo huwa naomba nikukatize tu, tutakuja kurejea tukuzungumzia hayo, na pia nitakuwa napata kauli ya Olive kuhusiana na ulioyaibua daktari, ya kwamba msingi wa malezi ya mtoto unaanza nyumbani, na iwapo tutakuwa tunafeli pale nyumbani, basi matatizo yanakuja kuibuka shuleni. Kuna wazazi watakwambia labda yeye ameweka misingi madhubuti nyumbani, lakini watoto wake wameharibiwa shuleni. Kuna wale wazazi ambao pia wana hisia hizo. Tutakuwa tunaangazia hayo yote na kujua labda wapi ambapo zaidi pana tatizo kubwa ambalo linafaa kuangaliwa, ni nyumbani ama pia ni shuleni, kwa sababu wanasema samaki mmoja akioza huwa harabu ya wengine wote. Kwa hivyo unaweza kulea mtoto wako vizuri, lakini akapatana na marafiki alivyotaja daktari kwamba ambao labda tabia zao zimepotoka, na akawa anaungana na makundi kama hayo. Nitakuwa narejea kufafanua hayo zaidi, mtazamaji, na kusihi usiende mahali kwa sasa, na tupa jicho madukani. Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nasi, tukiangazia swala la kiini cha migomo shuleni, hususan katika shule za upili, ambapo ndani ya majuma matatu zaidi ya shule 30 zimekuwa katika migomo, nyingi zao zikiwa zimechomwa na uharibifu mkubwa wa mali ukiwa umesababishwa na migomo hiyo. Studioni namhusisha Olive Mbuthi ambaye yeye ni mtaalamu wa sera ya elimu na amewahi kuhudumu kama naibu mkurugenzi wa taasisi ya KICD, taasisi ambayo inahusishwa na utunzaji ama utungaji wa mitala. Na vile vile pia namhusisha Daktari Maina Gaidhuru ambaye yeye ni katibu wa muungano wa wazazi katika kaunti ya Kiambu, na pia akiwa anasimamia eneo la kati kwa jumla. Karibuni kwenye sehemu ya pili. Asante. Na nilikuwa nimpatie Olive nafasi ya kuzungumzia baadhi ya masuala ambayo daktari ameyaibua, ikiwa ni hususan malezi na vile vile msingi wa malezi nyumbani. Nafikiri vile amesema malezi ni si ati ni masaa ile utapea mtoto. Unajua wazazi wengine wanafikiria mpaka nikae na mtoto wangu masaa kama 10 ndio niwe ninamlea vizuri. Malezi ni wewe ukiwa mzazi unachunga vile mtoto wako anakaa. Anahusiana na nani? Akiongea anaongea nini? Kama sasa wakati mnakula chakula ni nini mnaongea? Hata wewe mzazi akikuangalia anaona pengine unamwambia hii ni baya, lakini yeye wewe unaifanya, lakini yeye kwa yeye ni baya. So sio ati tu kuketi tuongee kama wazazi na watoto, ni umuonyeshe kama ni kuchagua wa marafiki. Pengine akisema shule kama sasa vile daktari amesema shule haina chakula mzuri, unamwambia hata mimi si hata wewe pengine saa hii unampatia chakula mzuri, lakini ukiangalia uko nyuma hata wewe haukupata. So si mnazungumza, unamwambia yenyewe kwani utakaa hiyo shule miaka mingapi? Hata ikiwa chakula sio bora utatoka. Wewe ni kusoma tu, utoke, utaenda, utajinunulia. Kama vile ni sasa nakununulia wewe kwa mtoto wangu. So malezi ni muhimu sana. Na sio ati masaa. Nafikiri amezungumzia juu ya kiboko. Mimi kiboko sio tu mti wa kupiga mtoto. Viboko ni kadhaa. Mtoto akifanya vibaya unaweza mwambia sasa pengine alikuwa anahitaji kitu, unamwambia sasa hiyo hutapata kwa sababu hukufanya vile natarajia. Hiyo ni kiboko. Okay? Sio tu ile ya kupiga. So kuna viboko zingine tunaweza tumia. Ikiwa serikali haitaki tuwapige, tutatumia. Tukienda kanisa hatupigwi, tunazungumziwa. Hata hizi kanisa nafikiria ni vizuri wasaidie wazazi. Sio tu watoto kwenda Sunday school kuiba, au wawe kwa youth unasikia sasa ni kwaya, anaenda kwaya, lakini hawakalishi chini waongee na hao watoto. Waambie huko shule kunafanyika nini, mnaleta wataalamu, mnaongea na wao. So nafikiri hata machachi
religious organization, not just sio churches tu, temples, wanaweza kutusaidia wakati wako na hao watoto, ni nini wanawaambia. Okay. Haya, wanakuaga na wazazi mara nyingi, ni nini wanawasomesha, kwa sababu saa zingine tunaenda tu tunaambiwa Bible, sijui tupande begu inaibwa kutoka mwaka Januari mpaka Disemba, lakini hatuambiwi sasa tukiwa wasasi hivi ndivyo tunatakiwa tuwalee watoto wetu. Tuwalete church waonge, hata nyumbani unaweza leta mtu ukiwa nakumbuka wakati daktari anasema wakati wetu tulikuwa tunapelekwa hata kwa nyanya zetu, tunapelekwa kwa changazi na anaambiwa na mzazi wako, nataka akija muongee kwa sababu mimi siwezi ongea na yeye. So hata ikiwa kuna single mothers, single fathers, nafikiri tukiongea na wazazi hao hakutakuwa ati mtoto ni wa single mother au ni wa single father, kwa sababu kuko na fathers wanaweza tumika kama fathers, kuna wa mothers ikiwa mtoto hana mothers a mother, then hata wasee, wacha niseme tu daktari, hata wasee wamefifia kazi zao, wao wanafikiria tu ni kuleta pesa, nilipe school fees, halafu Saturday niende na marafiki zangu. Unaona, enda huko social gathering places and you'll see the ones can spend, wanaweza tumika huko masaa 10, lakini kwa nyumba hawezi kaa dakika 5. Hata kwa village pahali hawako na kutaka wako kwa barabara, wanaongea juu ya wenzao, badala ya kuenda kukaa na kijana yake amwambie sasa, unajua sasa huko shule, wacha tuende tukatengeneze fence au tukasafisha ile boma ya ng'ombe. Wazee wako kwa barabara tu wanaongea siasa, mambo ingine. So ulezi mpaka tufikirie, na nafikiri watu kama daktari ameongea, wako na jukumu kubwa ya kufanya shule ziwe na watu wanaweza endeleza maneno mzuri, kulea hao watoto watoke kwa shule wakiwa wale watoto tunatarajia. Naam, Daktari Maina, umezungumzia swala la ulezi, lakini pia katika kuliangalia kwenye pande zote, mbali na wanafunzi ambao wanalelewa na mzazi mmoja, ima wa kike ama wa kiume, kuna wanafunzi ambao wanalelewa na wazazi wawili, lakini kama anavyotaja Olive, wazazi pia ni kama wamesahau majukumu yao, ama wanahisi uzito katika kuwa nyumbani zaidi, kama ulivyotaja starehe zimezidi nyumbani kushinda shuleni, wao wanahisi starehe zimezidi nje kushinda nyumbani, hawataki kuwa karibu na watoto wao. Wakati wetu mzazi angekukemea ama angekufokea, tayari ingekuwa ni amri ambayo huwezi kosa kuifanya. Lakini siku hizi hata unapata mzazi anaweza jibizana na mtoto wake, ama mtoto hashtuki tena mzazi akiwa amepeana amri, inakuwa tu ni maneno ya kawaida. Hili linachangiwa na nini? Ni nyakati zimebadilika, ni malezi yamebadilika, ni mtazamo wa jamii umebadilika, na pia nafikiri familia kwa jumla, shangazi na bibi na nyanya hawana uzito katika mchango wa malezi ya mtoto, kwa sababu mwanzo dunia imechafuka. Baadhi yao wanadhulumu watoto wenyewe wakiwa karibu nao, baadhi wamekosa tu kuwa na ule ukaribu ambao tulikuwa nao wakati labda sisi tukiwa watoto. Nitaamini na wewe na nyote, kwa sababu ulezi hauna manual, hakuna ile kitabu cha mkononi ambayo hakina muongozo wa ulezi, mtu analea kivyake. Nikasema hapo mbele ya kwamba ni lazima wakati maalum utumike na mtoto katika ulezi. Alafu nikasema ni lazima mtu awe vile unasema ndivyo unatenda. Sio useme tenda vile nasema, usiangalie vile nafanya. Mtoto anaangalia vile unafanya, hafanyi. Ukimwambia ataangalia vile unafanya. Kwa hivyo mimi ningesema ya kwamba ingekuwa ni jambo la busara watu wawe na nyakati za kulea watoto. Kwa sababu watoto ndio kitu uliopewa na Mungu ambaye utaangalia na uangalie na uone ya kwamba ni kitu utaangalia mpaka kiwe ni kitu safi. Kwa hivyo mimi nafikiria mtoto kama hata angaliwa kama binadamu, ujue ni muziki unaweka wa mtu mzima, ujue ya kwamba yule mtoto unamweka awe baba, awe mama. Na atakuwa baba ama mama na njia gani? Atakuwa baba ama mama kwa sababu ya mfano uliompea, ukawa ndio ni mfano wa uhai.
mfano wako uwe mfano wa uhai kwa mtoto wako, na ukiwa mfano wa uhai itakuwa ni vizuri, kwa sababu mtoto atakuwa anatumia yule mfano uliompea wewe mwenyewe. Kwa hivyo itakuwa ni busara, kwa sababu ukiona mwanzo wa watoto kutaka kuoma katika shule inaanzia wao kutaka kwenda nyumbani. Na kule shuleni wakisema waende nyumbani, mwalimu akikubali, na mimi ningeuliza walimu wote kwa sababu hata hao ni wasasi, ya kwamba watoto wasifanyiwe vile wanataka. Watoto wadhibitiwe na maneno katika assembly, katika wataalamu. Na vile mlisema, kuna kitu kimoja mlisema mwalimu na my friend alisema mwalimu hajasomea ile mambo ya utaalamu ya ulezi, na yeye ametunukiwa jukumu la kuelekeza wale katika kuwa urekebishaji wa tabia. Sasa ningesema hivi, serikali itumie pesa nyingi zaidi na iwekeshe katika ile idara ya utaalamu wa ulezi, ya utaalamu ya counseling, ya ushauri. Kwa sababu watoto wakishauriwa vyema hawatakuwa na mabomba. Ndio utakuta watoto wako na kama so many disorders. Utakuta mtoto wako na disorder hii, yako na disorder hii, na utaona wataalamu wakisema kwa sababu tu yeye anataka akae nyumbani. Kwa hivyo ningeuliza watoto wasikubaliwe wafanye yale mambo wenyewe wanayotaka, kwa sababu mwingine inawezekana hata katika shule watalete mambo mengi, waseme tunataka hii, lakini tungesema ya kwamba mtoto afanyiwe yale ni ya rasima, ile ni ya utu, ile ni kitu kama ni hiyo anakula matunda, anafanya nini. Naso shule sisiwe watoto wazazi wakishalipa pesa ya kama ni ya marasi, kama ni ya nini, wafanye shule wanapatia watoto balanced diet. Kwa sababu naye utakuta kidogo tu utakuta ya kwamba kuna shule zile ambapo hata ile chakula haitoshi. Na itakuwa baadhi ya watoto wamerarama ya kwamba tupewe hii hela, tupewe hii chakula kikiwa namna hii. Utakuta wale ambao nayo ni shule zingine utakuta ya kwamba hata kama nyanya ni matunda, kukifoka watu matunda tu wanapea mtoto nyanya, wakasema wamepewa matunda. Kwa hivyo nayo shule, na tungeuliza isiwe na biashara katika pesa ambayo wasasi wametoa. Hali ni ya maradhi ya watoto. Watoto wapewe chakula kiliofaa, chakula kilioiva vizuri, na hata malalamishi yao itakwenda chini. Kwa sababu kama baadhi ya malalamishi ya shule zingine utakuta ya kwamba watoto wanasema chakula tuliopewa, ugali tuliopewa haikuwa imekamilika, imeiva vile inatakana, haikuwa imeiva vizuri. Kwa hivyo tena walimu wana jukumu, wapishi wetu wana jukumu, kwa sababu hata wao ni wasasi. Na utakuta shule zingine ya kwamba wale wa mapishi wameiba kile chakula. Sasa ration ile kiasi ya kupea mtoto ni kidogo, na hiyo ni mambo ya ukweli. Utakuta kila wakati kuna discipline. Mpishi fulani amefukuzwa, aliiba gunia moja ya maharagwe. Sasa kama aliiba gunia moja ya maharagwe na wanafunzi ni 1000, utakuta ile kiwango cha kuwekea mtoto itakuwa imepunguzwa, ndio aendelee na ulaghai wake naye mtoto akae njaa. Kwa hivyo kuna malalamishi mengine tungeuliza shule itusaidie kukosa kuwa nayo. Watoto wasilalamike ya kwamba hawana chakula. Watoto wasilalamike ya kwamba hii haikai vizuri. Kama nimeenda shule moja, malalamishi mengine ya watoto wengine nayo sio mzuri. Watoto wanasema kama ni kusoma, hawataki kusoma. By the way, kusoma watoto hawataki kusoma. Wanasema kama ni tuition wasifanyiwe Saturday waone TV. Sasa unashindwa, hawa watoto walikuja kusoma shule, hali hawataki kuangalia vitabu. Na hapo mbele nikija mkiongea habari ya mtihani, mtoto hataki kufanya mtihani, na hali wamefanya tuition, wamefanya revision, wamerudia ile, unaona, ile syllabus wamesoma na hata wakairudia, na lakini hataki kufanya. Na hata jana nilikuwa na panel kwa shule nyingine, wakiulizwa nilikuwa katika hiyo panel, nikabahatika kuuliza mtoto sasa wewe, kwa sababu tumlienda nyumbani kwa sababu ya mtihani, utafanya mtihani? Sijata. Anarudi sasa na majukumu, anachukua tu ile shule tena, lakini anasema hata saa hii mimi siko tayari kwa sababu sikufanya revision. Hiyo revision na ile namna gani? Hiyo revision hiyo ni kitu kurudia kivitabu ama kusoma tena akiwa kivyake. Sasa unakuta ya kwamba watoto hawajukumiki. Naye musasi, unaona tumekuwa na kitu naita CBE na CBC. Hii CBC maana yake iko na diary. Mtoto msasi anaambiwa
mtoto wako tumempatia ukurasa huu wa kitabu hiki cha Alibaba and the 40 Thieves, na tumempea hiki Guinness sijui gani. Sasa uone ya kwamba amefanya, kwa sababu maana yake ilikuwa uone mtoto wako amemakinika kwa kufanya mambo kazi ambayo ni ya nyumbani, ambayo anafanyia kazi nyumbani. Kwa hivyo ni vizuri jukumu mzazi aone anashiriki katika masomo, na ndio ushiriki katika masomo utapunguza starehe zako, ukijua ya kwamba wakati hutakuwepo duniani ule mtoto atakuwa anakuridhi wewe. Sasa kiridi tabia isiyo ya kwenda nyumbani, atafanya familia inakaa namna gani? Kwa sababu hata uresi utakuwa ni katika ni kumakinika na baba yangu alikuwa hivi. Kama mimi baba yangu, hebu nikuambie tu kidogo baada ya unikatisha. Baba yangu alikuwa ananunua kadi, akija nyumbani amekuja na viazi, amekuja na kila kitu. Nataka kuchekesha kidogo katika live uone. Sasa wasichana wangu wakati mmoja nilisikia wakiongea wakasema, mimi nilifikiria bwana yangu atakuwa nafanya kama baba yangu, lakini bwana yangu hafanyi kama baba yangu. So you must be a good example that will be emulated. Lazima wewe mtu ambaye ataridhia, hata mambo yako itaridhiwa, umekuwa na ndio hapo. Sasa lazima urithi wa uresi uwe ni uresi ambaye ni timamu, uresi ambao ni wa kuridhika, ambayo mtoto atakuwa na furaha na kusema nataka niwe kama babu yangu, nataka niwe kama baba yangu. Naam. Olive, tukiangazia hisia za wanafunzi kutotaka kusoma kama anavyotaja daktari. Hili ni tatizo ambalo linatokea wapi? Kwa sababu tumesema malezi yapo, lakini ukiwa umeshakwenda shule unajua umuhimu wa kuwa shuleni na kuwa darasani, na ukatai labda kufanya mtihani, ama uwe hutaki kule kusoma ama kwenda darasani, mwalimu labda amejitokeza tayari kujitolea kukufanyia masomo ya ziada na unasema hautaki kwenda. Ni kwamba wanafunzi wa kizazi hichi hawajui umuhimu wa masomo, ama wanaona labda maisha yao yakiwa bila masomo yatakuwa yako bora? Ni yupi ambaye anafaa kumpatia yale mafunzo ya umuhimu wa masomo huyu mwanafunzi? Nafikiri tu ni hii tunataja malezi, kwa sababu unajua sasa mtoto akijikuta kila kitu akitaka anapewa, kiwa ni gari, wengine wanaenda na gari shule, amepewa kila kitu. Sasa ukimwambia asome afanye nini na vitu anazo? So unless yule mzazi amuonyeshe okay, hizi ni zangu, okay? Sasa wewe vile mimi nilisoma na wewe nikapata, hata wewe usome upate. Lakini wengi sasa wanajipata wako hizo nyumba wamewachwa, wako na magari, wako na manyumba. Sasa umuhimu wa kisomo ni nini? Sisi tulikuwa tunasoma kwa sababu hatukuwa na hizo vitu. Sasa babako akikwambia wewe soma ndio utapata, kwenu hamna gari, so unaona umuhimu wa kusoma. Lakini sasa hata wazazi wengine wakiogea wakati wamekunywa pombe, watoto wanasikiza mimi nimefika kiwango hii, sio masomo. Hata wengine hawakusoma, lakini pengine alifanya biashara, amekuwa na pesa nyingi. Sasa anambia hata hiyo kisomo si nitakuachia malezi ndio. Sasa kitu kingine ningetaka ndio hii changamoto ya migomo ipungue, ni hii idara ya elimu iangalie. Unajua tulipouda CBC tulikuwa tunauda ndio mtoto asipewe mtihani moja. Hebu fikiria kama sasa nikikwambia nitakupea mtihani December 1st na ukiwa mgonjwa siku hiyo, au kufanyike lolote, pengine kuna mashida nyumbani, huwezi kusoma vizuri. So ningetaka idara iangalie vile tutapunguza hii mtihani ya mwaka mmoja, ndio sasa wasiwe na hiyo nafasi ya kusema sasa hizi mtihani zinakuja sasa ndio tutafanya. Si ndio? Unajua sasa wanangojea, wanajua iko hii mock, I think daktari alisema wakati wa mocks. Haya sasa ni wakati wa KCSE au KCPE. Sasa tukipunguza hiyo, wawe kama sasa akiingia hii kidato tunampea marks. Progressive. Tunaitaka formative assessment, not summative. To stress formative assessment, not summative. Because kitu kinaweza tendeka hata hiyo siku moja. Mtoto hata pengine mwelevu anguke. Sikusema ni mjinga. So nafikiri hii idara ya elimu nafikiri ifanye ione ati assessment sio hiyo
Labda ndio wengi wanajiuliza tutarajie matukio tofauti miaka mitatu inayokuja, kwa sababu sasa hivi mtaala wa 844 umesalia kidato cha pili, cha tatu na cha nne, na wale ambao wapo cha nne wanafanya mtihani mwishoni mwa mwaka. Tunasalia na vidato viwili, waliokuwa cha pili wataingia cha tatu, wale wa cha tatu waingie cha nne. Baada ya miaka takriban miwili inayokuja tutakuwa tuko katika mtaala wa CBE kikamilifu. Tutarajie matokeo haya yatapungua ama kutakuwa na mapya ambayo kizazi hicho cha beta kitakuwa kimeibua, ambayo yatakuwa yanawakera na wanahisi labda wanataka kuandamana ama kufanya migomo kama wanavyofanya sasa? Watahimiza yale maneno tulisema juu ya CBC. Okay, CBC ni curriculum, CBE ndio hiyo program yote. Sasa serikali mpaka ihimize, kwa sababu kunaweza kufanyika tu unajua sasa, kama nafikiri wakiwa grade something wanapewa marks. Sasa grade 6 wanapewa marks kidogo, so zinaunganishwa wanapewa. Lakini sasa tuchunge, kwa sababu kuna walimu wengine nao hawataki watoto wao waanguke. Hata mtoto akiwa amefanya vibaya wanampea marks. Sasa ile integrity ya exam hata hiyo ichuguzwe. Ndio hata ikiwa ni tutakuwa na tumitihani tudogo mpaka afike hiyo darasa grade 6 au grade 9 kuwe na integrity. Si ati mwalimu anaweza pea huyu mtoto marks zile anapenda. Kuna wakati nilienda kuangalia mitihani, unakuta mwalimu hata wakati mtoto hajapata kitu anamwekea marks. Sasa anakuuliza, shwari naweza kumpea 0? Na ni mtoto wa shule yake. So kuna mambo nyingi. Idara ya elimu inahitaji watu wanafikiria juu ya elimu, na wanafikiria hiyo mambo yote tunaongea hapa. Ulezi. CBE ilikuja na parental empowerment and engagement. Hizo vitu zinaendelea. Au ni tu wazazi wanakuja wanaambiwa school fees hamjalipa au nini, wanaitwa shule wanaambiwa sasa hii CBC iko hivi au CBE iko hivi. So ni mpaka unajua, ukitaka mbegu mzuri, ukitaka kupanda mahindi upate mavuno mazuri, huwezi kupanda leo ukae hapo ugoje miezi mitatu uvune. Utaanza na kupalilia. Utapanda, upalilie shamba yako, upande hiyo mbegu, pengine uweke fertilizer kidogo, ujue ukiwa huna maji unyunyizie maji. So inaendelea hivyo pole pole. Hata masomo ni hivyo pole pole. Lakini tuwe na watu wanapenda masomo, si watu wamepelekwa hapo tu kwa sababu kuna kasi. Yes. Naam, anayoibua Olive, daktari, unaisije? Kwa sababu tunaangazia singizio kubwa ni mitihani. Aidha mitihani ya mock kama mitihani ya KCSE, alafu na changizo ya yale alama zingine ambazo umezitaja, iwe ni chakula kibaya, iwe ni kustoshiba, iwe mazingira ambayo hayafurahishi, lakini mengi yanakuja wakati wa mtihani. Na inakuwa ni watu hawajajitayarisha, wanafunzi wanahisi hawapo tayari, hawajafanya revision na masuala kama hayo. Mtaala unapoelekea kuisha wa 844, tutarajie kwamba baadhi ya masuala haya tunayoangazia sasa ya migomo ya mara kwa mara, hususan mihula ya tatu, itakuwa tunamalizana nayo, ama kuna baadhi ya masuala ambayo tusipoyaangazia basi tutakuwa tunaona visa hivi vikijirudia? Kwanza ningesema ya kwamba unaona serikali imeweka mwelekeo fulani wa CBE, hata CBC ilikuwa ni mwelekeo fulani ya kwamba utu wa uwezo wa mwanafunzi uwe ndiye utakayemfanya anaende shuleni. Uwezo. Na hiyo ndio kitu mimi ningetaka kusema na kuweka mkasa. Kama ni hivyo tutakuwa tumemaliza shida ya mashule. Kwa sababu mtoto ataenda shule iliye bora kwake, aliyotaka, ambaye amejipigania kulingana na msingi wa masomo yake. Na kuna kitu mimi inanishukisha sana, serikali ikianza kurudia ya kwamba kutakuwa na 60% na hata papanua 60% max imekuja sasa, hiyo haikuwepo. It was not, haikuwa iwe katika msingi wa CBE ama wa CBC. Sasa hiyo 60% wanaleta hapa nyumae ni kama kusema wanaturegeshea katika ile mfumo wa kitabu ya kwamba mtoto ataenda na max ya nini, ya mtihani wa mwisho. Na hiyo itakuwa ni kuhadaa hawa watoto, itakuwa sio haki kwa wazazi.
kwa sababu itakuwa ni wazazi tena waanze kutafuta shule kama mtoto, kwa sababu nataka wataleta ile haja siba ufa. Itakuwa ni kuleta ile mambo ya kitabo, mzazi aanze kuhangaika akitafuta shule. Na hali mtoto katika hii mfumo wa elimu ni mtoto ajitafutie shule yake. Na ndio kuna ile vitu wanasema pathways. Sijui kwa Kiswahili pathways nini. Kwa hiyo ni kisugu mpya. Ni njia za taaluma. Ile njia ya taaluma ile atapitia. Mtoto wako na taaluma ya wana music. Huyu mtoto hatugetarajia afanywe mtihani wa mwisho wa mwaka ambaye uko na 60%, hali amesoma miaka 9 na cumulative marks ile amekuwa naye na imeandikwa kama ni iko juu ya alama ama iko chini ya alama. Sasa mtoto kama alikuwa juu ya alama, alikuwa ati amepata hesabu yako juu ya alama, hizo zingine yako juu ya alama, that is exceeding expectations. Sasa huyo mtoto ni lazima apelekwe pahali yeye mwenyewe amejitafutia shule bali kuna kile taaluma ile alikuwa nataka, na hapo ndio tutapata watu wa innovative, innovative, whatever ubunifu. Ubunifu. Sasa tugesema hivi, na ningetaka kusema hivi nikiangalia katibu mkuu wa elimu, tafadhali kama wazazi tunamuomba msiturudishe kama wazazi kutafuta shule. Peeni huyu mtoto heshima, ndio tunaanza huu mfumo. Mtoto aende pahali kuna taaluma yake, kwa sababu yeye mwenyewe amepigania taaluma yake. Kwa sababu tukirudi pale itakuwa sana shida, kwa sababu itaonekana ya kwamba sasa mtoto amerudi kutafutiwa shule na hali alikuwa na taaluma ambayo ilimuelekeza na ameelekea na njia iliyo sababa. Kwa hivyo mtoto kama yeye mwelekeo wake ni katika ubunifu wa kusoma udaktari, unajua amefanya kemia, amefanya biolojia, amefanya hisabati, huyu mtoto ako katika hiyo utaalamu huo sasa. Naye yule mtoto alifanya music, shule simewekwa hiyo pathways. Kuna ile shule iko na sote 5 kulingana na maadili ya ile shule, kulingana na utajiri wa ile shule. Sasa mtoto apelekwe shule ile iliyofaa. Hadi sasa nimeona wanao walimu wakitumia mbinu zingine. Mwalimu anasema yako na sote, na hata walimu wanataka kutumia ujaja ndio wapate watoto wengi katika shule. Hiyo haitakubalika, kwa sababu tunataka mtoto apate haki. Kama mtoto ni apate haki, ni mtoto aende kulingana na taaluma yake na isiwe ni kitu ambacho tutaanza kujadiliana, kwa sababu hivyo ndivyo ilikuwa imewekwa. Tukianza majadiliano hapo ndio italeta shida, kwa sababu hata wazazi hawatafurahia, kwa sababu umefanya kazi, nimewekezea mtoto wangu na hali ameegemea taaluma hii, hali ndio niambia nimtafutie shule, hiyo haitakubalika, kwa sababu mzazi lazima mtoto lazima apewe haki. Na mimi nasema hivyo kwa sababu nimeanza kunukia hatari. Kwa sababu ya hizi 60%. Ati mkutano itakuwa na hata sema kuna hiyo 60%. Hiyo 60% hizi hatuhitaji. Kwa tunataka mtoto angaliwe accumulatively akiwa kutoka grade 1. Matokeo yake ilikuwa ina mwelekeo gani? Na hali wanajua, kwa sababu hii ni exceeding expectation, hii ni exceeding expectation, na hii ni below expectation, na hii kwa hivyo ile exceeding yake expectation ni music. Apelekwe shule ya music. Na hiyo shule ya music iwe imewekwa vizuri pale, kama ni shule fulani ni shule A, shule B, shule A ina music apelekwe huko. Au nayo ni ya utaalamu wa udaktari apelekwe huko. Kwa sababu ya uwezo wake. Kwa sababu ya uwezo wake. Sio kwa sababu ya kitu kingine. Sio kwa sababu ya 60 marks. No. Because kama itaenda kwa hiyo 60 marks, tutakuwa retrogressive. Itakuwa tumerudi nyuma, tumeenda nyayo 5 mbele, tukarudi nyayo 4 nyuma. Na hiyo kama ndivyo mwelekeo utakuwa katika Ministry of Education, watakuwa hawajafanya haki. Na ujue hawa watoto wa CBC kwanza kuna mambo fulani hawajapitia. Kuna shule ambayo hasina mahabara, kuna shule ambayo hasina anasomea kimia ati improvise, ati wewe tengeneza taa ya utabi iwe Bunsen burner. Those are unheard of. Sasa unaona ati hiyo ni ubunifu aina gani? Sasa huyu mtoto wewe Bunsen burner, tawa ya utabi, na unajua mnaifahamu, wengine wa Kenya wanaifahamu. Kama hawajui ni kitu tulikuwa naweka blanketi kamkebe, naweka blanketi. Sasa wanaambiwa weke hiyo hii moto wake kwa nini ukali wake haiwezi kufika ule wa Bunsen burner. Kwa hivyo kama unafanya kitu ati unafanya sterilization ama unafanya kitu kiue viini, ile itakuwa ni haba sana, haitaweza. Kwa hivyo
serikali ndio ifanye haki kwa hawa watoto. Wajue kuna miaka imepotea kwa hawa watoto. Na mimi nasema ukweli, kuna miaka imepotezwa hawa watoto. Kuna watoto wanafunzwa na mwalimu wa CRE chemistry. Sasa unaniambia mwalimu wa Biblia ama mwalimu wa Quran. Na mimi mwalimu wa Quran afundishe Quran, mwalimu wa Biblia afundishe Biblia. Hata ni afadhali kuambia mwalimu wa Biblia asomeshe Quran badala ya kuambia mwalimu wa Quran asomeshe madhabu, hesabu, hisabati. Itakuwa ni shida. Kwa hivyo hawa watoto kuna pahali ambao na serikali inajua serikali inajua hata nikiangalia serikali inajua ya kwamba haijafanya haki kwa hawa watoto. Na niliongea na mwalimu mmoja wa shule kubwa ya kitaifa, akaniambia ya kwamba vile wanafikiria, kwa sababu wanajua hawa watoto kuna pahali wamerukishwa, kuna pahali hawajafunzwa, wamejitayarisha. Na mimi nawapatia heko walimu wetu. Unajua walimu ni makatibu wao katika shule. Na tunaongea na wao kinaga ubaga. Na wanajua pahali watoto wetu hawajafanywa haki. Na ni vibaya kukosa kufanyia watoto haki katika elimu, kwa sababu kutakuwa na ufa. Na kama unajua kama hujegi ufa, utafanya nini? Utajenga ukuta. Kwa hivyo tungesema ni afadhali serikali ijue vile hawa watoto wamestruggle. Hawa watoto walienda wakasoma, wakaambiwa kwamba sasa wanatoka primary wanaenda shule ya junior secondary ama secondary ya dogo ya msingi. Sasa hawa watoto wakawekwa tena wakarudishwa katika madarasa ya primary school. Wanajua ile dimina ile morale yao ikarudi chini kidogo. Tena wakakuta kule hakuna walimu wa kutosha. Sasa ndio tunawaambia serikali, ni siku ya kuwafanyia haki. Mtoto apelekwe shule kulingana na uwezo wake na kile amejichagulia na alama zake aliyofanya kutoka pale chekechea mpaka pale amefika. Asante daktari. Nitakuwa napata maoni ya Olive, namuona akitikia masuala ambayo nayagusia haswa kuhusiana na swala la mtaala na pia utahini. Kumbuka kwamba masuala ya utahini yamebadilika na jinsi ambavyo mitihani inafanywa na anafaa kuwa tofauti kabisa na alivyokuwa katika ule mtaala wa 844 ambao ulikuwa na ushindani mwingi, ulikuwa na masuala ya alama ya juu ndiye mwenye kujua zaidi na ndiye mwenye uwezo zaidi, lakini hayo tunahitaji kwamba tusiyaone katika mtaala huu wa CBE. Lakini masuala yaliyoibua daktari, una hisia gani nayo kuhusiana na utakuwa unaniambia dada muda usiokuwa mrefu? Kwa sasa mtazamaji, na pata pumziko fupi na kusihi usiende mbali. Where voices shape the future. Karibu tena mtazamaji, tunaendeleza mazungumzo na kujaribu kuangazia kiini cha migomo shuleni, hususan katika shule za upili ambayo tumeiona katika siku za hivi majuzi na majuma kama matatu yaliyopita, ambapo zaidi ya shule 30 zimeingia katika migomo, nyingine zinaendelea kuibuka kila uchao, na msororo huo wa migomo unaonekana ukiwa unashika kasi sana katika mihula ya 3, wakati ambapo mitihani ya kidato cha 4 ya KCSE inakaribia. Je, utarajia kuona utofauti wowote wakati ambapo mtaala wa 844 ulio na mtihani huo unaondolewa kikamilifu ama unakwisha katika masomo ya mtaala huu ambao ni mpya wa CBC ukiwa unachukua mkondo? Na husisha Daktari Maina wa Gaidhuru ambaye yeye ni katibu mkuu wa muungano wa wazazi katika kaunti ya Kiambu na pia eneo la Kati, na namhusisha Olive Mbuthi ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na amewahi kuhudumu kama mkurugenzi wa taasisi ya KICD. Olive, ilikuwa ni fursa tukupatia ya kuangazia masuala ambayo ameyazungumzia daktari, kujiuliza maswali ya iwapo ni shida ni huu mtaala ulionao wa 844 ambao unaleta wasiwasi wa mtihani, na pia njia ambayo mtihani wenyewe unaandaliwa kama ulivyotaja. Unaingia kidato cha kwanza, unasoma kwa miaka 4, alafu mwaka wa 4 unaulizwa maswali ya kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4, na masuala tu mengine ambayo huenda unachukua masomo ambayo hata hauna nguvu nayo ama hauko bora kwenye masomo hayo, lakini unalazimishwa kuyachukua kama masomo ya lazima na hautofanya vyema. Yes. Tukiangazia mtaala ambao unakuja tunaendelea kubadilisha wa CBE, tutarajie tofauti yoyote ama kuna baadhi ya masuala ambayo kama aliyoibua daktari ya hii 60% ambayo mwisho wa kuisha wanafunzi watakuwa wanaangaziwa katika utahini wao yanaweza kuleta changamoto sawa na hizi? Ningesema kama ingeendelezwa, CBE ingeendelezwa vile iliudwa na inafuatiliwa vile iliudwa,
Idara ya elimu inafanya mikakati yote kuisimamisha. Lakini ikiwa tu ni mtaala inawekwa hapo ijiendeleze vile itajiendeleza, nafikiri hatutakuwa pahali popote. Itakuwa tu ile story ya 844. So mpaka serikali na idara ya elimu iangalie ndio hii CBE succeed, tutafanya nini? Ni nini tunatakiwa? Tunataka guidance and counseling isiyo na watu wa guidance wanaenda kufichua maneno ya watoto, mtoto anashindwa kwa nini. Tunataka watoto wawe supported, kama hata ni hiyo chakula wapewe, kwa sababu watoto wakiwa hakuli vizuri hawatasoma vizuri. Na hii ni vizuri idara inaona wazazi na walimu wanaongea juu ya watoto wao. Mi sijui kama inafanyika because sijakuwa kwa shule, lakini ningetaka kuona mwalimu mzazi akiingia shule kuongea na mwalimu juu ya mtoto wake. Sio kuja meeting ati ya wazazi wote, anakuja anaitwa, tuko na shida na mtoto na tungetaka utusaidie hivi na hivi, na sisi tutakusaidia hivi na hivi. So hiyo mtaala sasa itaendeleza vizuri. Lakini ikiwa sio hivyo, then itakuwa tu kama hata 844 wakati iliudwa. Nafikiri daktari unajua, iliudwa ikiwa mzuri sana. Ilikuwa itupee kitu kizuri. Ni vile tu tuliendeleza tukafanya mtihani ndio kila kitu. Universities tunapewa kwa exam moja after miaka 4 au miaka 7. Unaenda mwaka mmoja unafanya hii, kwa sababu hata wakati unapewa hiyo mtihani ikiwa ni first year ndio iko fresh, umesoma. Sasa unagojea miaka 4 ndio ukubuke. Hata mimi naweza sahau hata nikiwa mwelevu aje. So nafikiri ni hii CBC idara ya elimu iangalie kwa umakini, iendeleze ile mambo ilikuwa isupport CBE, because hakuna kitu kinaweza endelea bila support. Hakuna. Hata wewe ukiwa bibi pahali nyumbani, ukikosa support ya bwanako hutaenda bali. Bwanako akikosa support yako hataenda. So mkitaka kuuda nyumba ni nyinyi mshikane wawili, mkae, hata watoto wenu muwape nafasi. So nafikiri hivyo ndio tutaendelea. Lakini ikiwa ni kuangalia tu tunasema maneno ifanyike, hatujui kama inafanyika, sasa haitakuwa tofauti. Yes. Naam, daktari amezungumzia swala la wazazi, wanafunzi na walimu kukaa na wanafunzi labda ama walimu kuambia wazazi changamoto ambazo wanapata kutoka kwa mtoto ni zipi, na wao kama wazazi wanaweza wakaingilia wapi katika kusaidia ili katika malezi ya yule mtoto wao wanakwenda sambamba, kwa sababu mara nyingi mtoto anapoingia shule ya upili anakaa muda mwingi shuleni kushinda nyumbani. Kwa hivyo mwisho wa kwisha mwalimu anaweza kuona maovu ama tabia ambazo ni za utovu wa adabu za mwanafunzi haraka zaidi kushinda mzazi, kwa sababu mzazi anakaa naye likizo, wakati mwingine pia anakwenda tuition na masuala kama haya. Mnapokaa kama wazazi kwenye hii mkutano mnaokwenda shuleni, masuala ya majukwaa ambayo yanajumuisha pande hizi tatu, uongozi wa shule ikijumuisha walimu, wazazi na wanafunzi, mazungumzo ambayo yanafaa kusaidia kuweka sambamba maadili ya watoto yanakuwepo, ama mara nyingi inakuwa tu amepata alama ngapi, anafanya vizuri kwenye somo gani, tumfanyie tuition na mwalimu gani? Mazungumzo haya yapoje katika kuangalia afya ya akili ya mtoto na pia maadili yake yanavyoendelea kusoma? Asante. Hii mambo ya mtoto na mwalimu na mwanafunzi iko hata katika wakati serikali iliweka kitu inaitwa Basic Education Act 2013, iliweka majukumu hayo yote, na dikaweka sisi sasa kama wasasi tukawekwa na mjadala wa bunge tuwe katika kusaidia wasasi. Na jukumu moja ukisoma katika that schedule ya ile 2013 Basic Education Act, tumejukumika kuwa na wasasi, na wale wengi tunashagulia ni wale wasomi. Utakuta class fulani, kwa sababu inaanza mtu, kuna mzazi anaitwa representative ama mwakilishi wa wasasi katika class, hawa wote wanakuwa ni wasomi. Na katika pale wasasi tuna professionals. Kwa hivyo tuna wakati tuna binu mbili. Binu moja ni ya mwalimu ambaye aliyohitimu kuwa ni mtaalamu wa mambo ya kurekebisha watoto tabia. Na alafu tena tuna wasasi ambao tena wamemakinika
katika yale mambo. Na utakuta ya kwamba jambo ambalo tu ningetaka kusema ya kwamba wazazi wengi utakuta ya kwamba hawezi kubali ati yeye mtoto wake ni mbaya. Wakati atakuja atakuwa anaweka mtoto wake kama malaika, na akiweka mtoto wake kama malaika, hata wakati anaambia mtoto wake anafanya hii, mzazi atakataa, atasema hapana. Ndio unaita overprotection, ama ni kuona mtoto wako ni mzuri zaidi na hawezi, ni kama anawekelewa jambo. Na hiyo ndio jambo moja ambayo inakuwa ni urekesa, ni ukosefu wa kumakinika kwa mzazi kujua kwa mtoto wake sio malaika, mtoto wake vile amesemwa. Kwa sababu kama tuseme ni wakati wa mgomo, utakuta kama njia tunayotumia ya interrogation ama ya kujua mtoto alikuwa anaogosa, tunatumia wale watoto wengine. Walimuona, hata kama alikuwa na hudi wanamjua alifanya jambo gani katika. Sasa tunaandikiwa kijikaratasi ambayo hakina jina ya mtu. Nasema mtoto ndiye alikuwa anapiga tarubeta wakati wa mgomo, ndiye aliweka mafuta ya taa. Sasa tukuite, tunapenda tu mfano huko sababu tunaambiwa bahari ya mgomo. Na watoto wazazi wengi wanalia sasa hivi nikiongea na wewe. Sasa hivi kuna wazazi katika shule tofauti wameitwa kwa sababu ya urekebishaji wa tabia ya yule mtoto. Na haitakuwa na nikujulisha ya kwamba serikali juzi katika kupitia idara ya elimu imesema imeambia hata kulingana na ile the chief detective wamesema ya kwamba mtoto kama ni uhaini yako naye katika shule kama sasa, na wazazi wasikilize, mtoto akishikwa ni yeye alishoma atastakiwa na arson. Na hiyo sasa imetumwa already, it is a circular. Mtoto kama ni kushoma alikodi wazazi wajue. Sasa mtoto hata wekelewa jukumu ya wazazi wengine. Wewe hata kama utatumia auctioneer, wewe ndio utakutwa kwa sababu mtoto wako alifanya hivyo. Kwa hivyo wazazi ningewauliza ya kwamba tungetaka hata mimi, kwa sababu hata wao wanaweza fanya hivyo, lakini tujukumike ya kwamba tuwaambie watoto wetu wawe watulifu, wasome, wajue kijua masomo ndio urithi tu ambao tunawaachia. Sasa tukianza kuambia mtoto hii gari hata nikiweda sijui wapi nitakuachia. Sasa hiyo sio ulezi mzuri. Ulezi mzuri ni ule kuambia mtoto, mimi mtoto wangu hawezi kuuza gari yangu kwa sababu sio yake. Hata hawezi shika fungua, atakuja lakini hawezi kuuza. Mama mmoja aliniambia, na alikuwa principal shule fulani sitamtaja, mtoto wake alikuwa university fulani hapa Nairobi. Alichukua gari yake akaenda naye. Hiyo mtoto alipigwa, alikuwa kijana mkubwa, alicharazwa viboko. Na hiyo ningetaka watu hiyo mfano mzuri, kwa sababu mtoto usimwambie mali sio yake, asiwe na raha ya kuona atalidhi. Atalidhi nini? Mimi naweza uza yote niache mwambie. Sasa wewe si wewe uko jua, wewe ni kiumbe. Wewe ni kiumbe tofauti na mimi ni kiumbe tofauti. Sasa ulezi uonekanishe akata. Ndio mtu ndio makinike na kulea uwe mwanamke, uwe mke wa mtu, na kulea uwe bwana ya mtu. Au majenzi tunawaambia hivyo, nakulea uwe bwana ya mtu, nakulea uwe bibi bwana ya mtu. Sasa unajua siku hizi wanasema hakuna kitu kama forever. Hata wataki kwenda kanisani kuambiwa shall live together forever, because forever is not possible. Sasa unakuta ya kwamba kunakuwa na hata ukiangalia nyakati zetu zimekuwa beti better, sijui namna gani kwa sababu lakini nyakati zetu zilikuwa nzile tu, hata together dance na msichana sisi ni dance tu. Hiyo ni dance tu. Na hakuna kitu kingine. Sasa si wakati utofu wa nidhamu umekuwa, na vile umesema na umetaja hapo vizuri ukasema kumekuwa kutoaminiana katika jamii. Na kutoaminiana katika jamii kumeletwa na utofu wa nidhamu wa hali ya juu ambao unaletwa na shetani. Ya kwamba hata bwana yako humwamini na mtoto wako wa kike. Sasa hiyo imekuwa, sasa hiyo ni mambo hata kwa shetani haifanyiki, inafanyika only here. Na tunasikia hapa dunia mzima yote is like there's a new order. Mtoto anafanywa hivi, mtoto anafanywa hivi. Baba, unajua kulikuwa na distancing. Mtoto kama mtoto wa kike ninamlea mimi baba, nitakuwa na distance vile anakuwa mkubwa. Nitakuwa na kutakuwa na pale tutaheshimiana. Kama mtoto wa kiume na wewe kuna pale mtaheshimiana. Siku hizi hakuna. Na kuna mambo naweza kuambia sitasema sasa hapa inafanyika ambayo hata ni mambo huwezi kuamini, hata Pluto ile universe inaitwa huwezi fanyika. Sasa nakuambia kwamba ni lazima wasasi wasiwe overprotective. Hiyo ndio ilikuwa mjadala, wasiwe kama mtoto ameletwa shule kwa sababu hiyo mambo inaendelea, tunaongea na msasi, tunamwambia mtoto wako alifanya, lakini kitu ya kwamba msasi ataruka mbele ya mtoto wangu hawezi fanya hivyo. Na sasa unabali ni mbele ya mtoto na ndiye alifanya. Mtoto ikifika wakati wake wa kuzungumza atasema mama, mimi ndio nilifuta bagi. Sasa si unaaibika. Mtoto mwenyewe, kwa sababu sisi hatutumii njia ya kunyanyasa mtoto. Kama ni wakati wa mgomo vile nakwambia, atakuwa ametajwa na watu wengi ati alikuwa mhusika. Na kuna ile namba tunachukua ndio huyo mtoto awe nini?
Na sasa nimekuambia na nirudie vizuri, ati kumekuwa na sheria, kumetolewa waraka unasema ya kwamba kama mtoto atakuwa nimefanya jambo hii, msalaba utakuwa wake mwenyewe. Kama ni alishoma, atastakiwa na arson, alama kushoma shule. Wana ukikumbuka hata nyakati za kale, unajua kuna shule nyingi zilizomwa. Ukikumbuka ile Bororuru, ilikuwa Bororuru ni Boboruru. Sisi tunafikia kuna watoto wengi walipoteza maisha yao. Ukikumbuka shule kama Nyeri High School, kuna watoto walishomea vinara wa shule, wale prefect. Nakumbuka nyakati hizo tu. Sasa ndio sasa watoto wajue na wamakinike, itakuwa mtu anapelekwa kotini, anastakiwa na anafugiwa katika kama tu mhalifu. Olive, kwa kumalizia, tukiangazia hizi sheria ambazo daktari anazitaja, Kenya haina upungufu wa sheria. Kuna sheria za kulinda haki za watoto, kuna sheria za masuala ya misingi ya elimu, na sasa hivi kama alivyotaja kuna waraka ambao umetolewa kwamba mtoto atakayepatikana amechoma shule basi atashtakiwa yeye binafsi kwa kosa hilo la uchomaji ama la kuteketeza shule ama majengo ya shule. Kuna wapi ambapo tunalegeza kamba? Kwa sababu sheria zipo, lakini mara nyingi unapata mbali na kuwepo kwa sheria, kuna baadhi ya masuala ambayo yanatokea yanakwenda kinyume na zile sheria ama sera. Kenya inajulikana kwa kuuda hizo sheria na kutengeneza vitabu vizuri, guidelines, hizo vitu. Nafikiri hakuna nchi nyingine nzuri kama Kenya, lakini kufuatilia. Mpaka tufuatilie kile tulichola, tufuatilie. Ni kama tu vile tunasema kuna sheria, usiibe, usifanye hivi, na tunaweka askari, sivyo? Ndio akikushika kwa barabara uendeshi gari vizuri, anakupeleka pahali sasa hata kwa elimu na kwa kila kitu mpaka ifuatiliwe. Sio tu kuwekwa. Tutasema inaitwa miongozo mingi. Tuko na sheria mingi, lakini haiwezi kufanya kitu ikiwa hakuna mtu anafuatilia kujua hii inafanyika, hii inafanyika, hii inafanyika. Na nafikiri kwa masomo, wazazi tuna kazi, walimu tuna kazi, idara ya elimu ina kazi, kanisa kwanza nafikiri iko na kazi gumu, kwa sababu ni sisi sote sasa chini ya makanisa na matemples na mamosques. Wachole kile turudisha pahali tulikuwa. Sio vile ulikuwa unasema nikikaa hapa niko na wivu na daktari, na mchorea daktari mambo mabaya, hiyo sasa ni kanisa. So watu wafanye kazi zao, wajumuike, ndio turudi mahali tulipokuwa. Unajua zamani kacha kulikuwa hata hawakuwa wanaandika, lakini kulijulikana sheria. Ukiiba kama sasa kwa Kikuyu, hata ulikuwa unawekwa kwa beehive, watu wote wakiangalia nafikiri haikuwa imeandikwa pahali, lakini walikuwa wamejadiliana na kuna kamati ile ya wazee inafuata. Naam, asante. Na mtazamaji, hiyo ni kauli ya Olive Mbuthi ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na amewahi kuhudumu kama naibu mkurugenzi wa taasisi ya KICD ambayo ni taasisi inayohusishwa na utungaji wa mitaala humu nchini. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Na pia nimshukuru sana Daktari Maina wa Gaidhuru ambaye yeye ni katibu wa muungano wa wazazi, akiwa anawasilisha wazazi ama kuwakilisha wazazi katika kaunti ya Kiambu na pia katika eneo la Kati kwa jumla. Asante sana daktari kwa kuja na kwa mchango wako mkubwa. Awali tuliungana na Daktari Geoffrey Wangu ambaye ni mshauri nasaha na mwanasaikolojia kwa njia ya simu. Pia tumshukuru sana kwa mchango wake ambao umetufungulia mazungumzo haya katika sehemu ya pili. Kufikia hapo mtazamaji, inafika mwisho mwa taarifa zinazojiri na mwisho mwa mazungumzo haya kwa jumla. Nikushukuru sana kwa kutazama hadi tamati. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.